Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye amesema mnamo siku ya jana Alhamisi kwamba Iran imekuwa ikiuliza iwapo vikwazo vya Washington dhidi ya nchi hiyo vinaweza kuondolewa. Rais huyo wa Marekani amesema kwanza amefurahi kusikia hilo kwamba Iran inataka kuondolewa vikwazo vyake, lakini moja kati ya matakwa ambayo ameeleza ni pamoja na kile alichosema kwamba Iran inapaswa kukubaliana na yote ambayo yamezungumzwa kati yake na Marekani. Anasema rais huyo wa Marekani, Iran imekuwa ikiuliza ikiwa vikwazo hivyo vinaweza kuondolewa. Iran imekuwa na vikwazo vizito sana vya Marekani na inafanya iwe vigumu kwao kufanya kile ambacho wangependa kuweza kufanya, na niko tayari kusikia hilo na tutaona kitakachotokea, lakini nitakuwa wazi kwa hilo, alisema rais huyo wa Marekani akiwaambia waandishi wa habari mnamo Alhamisi katika ikulu ya White House. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ni wazi sasa rais wa Marekani amekuwa tayari kwa ajili ya kuondoa vikwazo kwa Iran. Ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini New York haukujibu mara moja ombi la kutoa maoni, huku kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ambaye mnamo Jumatatu alisema kwamba ushirikiano kati ya Iran na Marekani hautawezekana tena madam Washington inaendelea kuunga mkono Israel kudumisha kambi za kijeshi na kuingilia Mashariki ya Kati. Baada ya kuchukua madaraka kwa muhula wake wa pili mwezi Januari, Rais Donald Trump alirejesha kampeni yake ya shinikizo la juu dhidi ya Iran, ambayo ni pamoja na juhudi za kuizuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia, lakini pia ikaongezeka nyingine kwamba lazima iharibu makombora yake ya masafa marefu ambayo yalileta madhara makubwa kwa Israel katika kipindi cha vita vya siku 12. Mwezi Juni, Marekani ilishambulia kwa mabomu maeneo ya nyuklia ya Iran. Moja kati ya jambo ambalo bado ni kizungumkuti ni urutubishaji wa uranium ambao ni kikwazo kikubwa. Nchi hizo mbili zilifanya duru 5 za mazungumzo ya nyuklia kabla ya vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel mwezi Juni. Kadhalika, mazungumzo kati ya pande hizo mbili yamekabiliwa na vikwazo vikubwa kama vile suala la kurutubisha madini ya uranium katika ardhi ya Iran, ambalo mataifa ya magharibi yanataka kuyayusha hadi sifuri ili kupunguza hatari yoyote ya kutengenezwa kwa silaha, mpango ambao Tehran imeukataa. Kutokana na hayo yote, sasa moja kati ya jambo ambalo linatajwa ni namna ambavyo kunaweza kukawa na makubaliano ya kuweza kumaliza uhasama huo. Lakini moja kati ya jambo ambalo limeelezwa hata na rais wa taifa la Kiajemi la Iran Masoud Pezeshkian mnamo wiki hii ni kwamba taifa la Kiajemi halipo tayari kupiga magoti na kwamba litaendeleza mpango wake wa nyuklia, na sasa linajiandaa kwa ajili ya utengenezaji wa viwanda 8 vya nyuklia nchini humo, ambapo Urusi itashiriki katika ujenzi wa viwanda hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia, utaweza kujua mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.